Yaani hili jambo umoja wa wanaume lazima tuliangalie na lazima tushauri serikali kwa busara hii sheria iondoke kabisa. Kwa sababu unajaribu kuangalia mtoto wa kwako pale nyumbani mwenye miaka 14, alafu kuna sheria ya kizamani hiyo imepitwa na wakati, kwamba unaambiwa wewe, yani wewe tu njia yako kikuponza unamruhusu ule mtoto aolewe, na hakuna mahali popote unaweza kushtakiwa. Lakini sheria hiyo hiyo upande wa pili, ukifanya mapenzi na mtoto wa miaka hiyo 14 unafungwa miaka 30. Sasa tuangalie, ni lazima tukae umoja wa wanaume tuishauri serikali kwamba hapa kuna double standard. Kuna ubakaji ulio rasimishwa na kuna ubakaji haramu. Maana wote hawa haya yote ni makosa. Hakuna mtu mzima mwenye miaka 14. Kwa hiyo wakati mwingine wanaume wasiojitambua, ndio tunakuja kwenye hoja ya umoja wa wanaume wanaojitambua. Wasiojitambua kwa kutumia nguvu zao na uwezo wao wa kiuchumi wameweza kurubuni upande wa pili, ambako unakuta kuna mtoto ana miaka 14, wanaangalia sheria inamruhusu, mzazi huna kitu. Sasa wanatumia ile nafasi, mzazi unaambiwa bwana huyu mimi namuoa. Mzee ukiridhia, mzee wala ashtakiwi, mtoto anakwenda. Kwa hiyo mnaweza kuona jinsi ambavyo kwa sisi wanaume tunaojitambua ule ni ubakaji kama ubakaji mwingine. Kwa hiyo sababu za kumuomba Mheshimiwa Rais awe mgeni rasmi ni pamoja na kumuomba sheria kama hizi ziondolewe kabisa. Ziondolewe kabisa, mtoto wa kike apate nafasi ya kusoma. Miaka 14 ni umri wa shule. Apate umri wa kusoma, aanze kujitambua, basi na wazazi sasa waweze kujua kweli huyu anaweza akaolewa. Lakini hilo limekaa kwa sura hiyo. Lingine ni ule ukatili wetu wa kawaida, wanaume dhidi ya wanawake, lakini ukatili wa wanaume dhidi ya familia na ukatili wa wanawake dhidi ya wanaume. Wanaume wengi sana wanapoteza maisha. Wanaume wengi sana hawana nafasi na mahali pa kusemea. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vinaendelea, anapata stress, anapata ugonjwa wa moyo, anapata sukari, anapoteza maisha. Sisi hatujajaliwa kusema. Sisi tumeumbwa kubaki na kitu rohoni. Sasa niwaombe kupitia umoja huu wanaume wote nchi nzima, sasa tujiunge kwenye umoja ili tupate fursa kwanza za kimaendeleo, kwa sababu tuna fursa za uwekezaji kama hivyo na hiyo mikopo. Lakini pia tuhakikishe tunarudi sasa tunawalea watoto wetu kama wazazi, kama nguzo ya familia na jamii. Ndugu wajumbe, mimi naitwa John Martin Sagata, ni katibu mkuu umoja wa wanaume Tanzania. Wanaume tumekuwa na changamoto nyingi sana za kimaisha ambazo zimesababisha kwamba tuweze kutafuta ufumbuzi kwamba tunafanyaje ili tuweze kutatua changamoto zetu wanaume. Kwa hiyo ili tuweze kutatua changamoto zetu wanaume, tukaona tuanzishe umoja wa wanaume Tanzania, ambao ndio ndiye chombo chetu cha kutusemea na kuwasemea wanaume mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa muhtasari wa changamoto tulizonazo hasa vijana na watoto wa kiume ni kama ifuatavyo. Moja, mtoto wa kiume kama ilivyo kwa mtoto wa kike amekuwa akikumbana na changamoto kubwa katika ukuaji wake, ambao ni unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Mtoto wa kiume amekuwa akikutana na unyanyasaji wa kijinsia katika mazingira tofauti tofauti, katika familia, shule na katika jamii pia. Ndugu wa karibu amekuwa hatari katika ukuaji wa mtoto wa kiume kwa kumfanyia mambo maovu na kumtisha asimwambie mtu, na ukaa kimya kwa kuwa jamii ipo mbali naye. Watoto wa kiume wanaokumbana na unyanyasaji wa kijinsia wakati wa ukuaji wao wanapata madhara makubwa hata wanapokuwa watu wazima, ambazo hupelekea kuwa na maamuzi yasiyo sahihi na vile vile kupata tatizo la afya ya akili kutokana na kukua katika changamoto hizo. Mimi kama mwenyekiti wa mkoa naleta salamu kutoka kwa viongozi wa mkoa na wilaya ambao tulitakiwa tuwe nao hapa,
lakini kwa sababu ya mambo ambayo yameingiliana, Mheshimiwa Rais yuko hapa, kwa hiyo ameenda kule. Kwa hiyo ni salamu ambazo nimetoa, na wameagiza mwenyekiti wa mkoa endelea na mwenyekiti wetu taifa ambaye ataendelea kuzungumza haya masuala, na baadaye tukimaliza basi tutayawasilisha. Kwa hiyo ni neema kubwa tumeipata kwa mara ya kwanza kupata mazungumzo ya wanaume katika jiji la Arusha. Kwa hiyo tukipigia makofi kwamba tumepata bahati katika mikoa yote Tanzania nzima. Ndugu zangu, kama alivyonitambulisha mwenyekiti, naitwa Gerald Gunita, mjumbe wa kamati kuu ya Umoja wa Wanaume Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya miradi na uwekezaji ya taifa. Naishi Morogoro. Nilipopata taarifa kutoka kwa mwenyekiti, basi jana nikasafiri kuja huko. Ndugu zangu, yamesema mengi hapa na mwenyekiti na katibu, lakini sote kama tunavyofahamu kwamba mwanaume ndio alikuwa kiumbe cha kwanza au binadamu wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu, na wanaume tunayo karama nzuri sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya ujasiri, lakini mara nyingi karama hiyo imekuwa ikitumika vibaya, na ndio maana utaona hata magerezani wanaume ni wengi zaidi kuliko wanawake, na hata katika majanga mbalimbali. Sasa umoja wetu tunasema ni umoja wa wanaume unaojitambua. Ni imani yangu kwamba kadiri tutakapoendelea tutapata majukwaa ya kutosha ya kupeana elimu ili kila mwanaume ajitambue na aweze kutumia karama hii aliyopewa na Mwenyezi Mungu ya ujasiri, kwa aitumie kwa utaratibu, au aitumie kwa kiasi, au aitumie kwa manufaa yake, manufaa ya jamii na manufaa ya taifa, na sio vinginevyo, ili tuweze kuwa na taifa ambalo litakuwa na wanaume bora watakao tuweza kutuletea kizazi bora cha hapo baadaye, lakini na kuweza kudumisha amani ya taifa letu. Mimi kwa majina naitwa Allen Sumari. Kwa taaluma mimi ni afisa afya. Nimedumu jiji la Arusha, tumelianzisha sisi hapa kama maafisa afya. Sasa hivi nimetoka kidogo. Kurudia yaliyozungumzwa na viongozi mara nyingi sio vizuri. Ila taasisi yetu ina bahati moja nzuri. Nimeshasikia kuna wanasheria, kuna watu wa kilimo, kuna mambo mengine kama, na hawa tumeamua kwa mujibu wa katiba ni lazima tuwe na watu wao kwa ajili ya kuangalia afya za jamii, hususani wanaume pamoja na familia zetu. Taasisi hii imeingia mkataba na Umoja wa Wanaume wa kuweza kufanya huduma kwa bei nafuu. Yaani kama ilikuwa ni $100,000 basi unaweza ukawa 50,000. Na pigeni basi makofi kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mwenyekiti, ni umenipa nafasi, lakini sasa sitaki kuingia kule kwenye kwamba umeshahutubia na mimi nihutubie, nitakuwa nimevunja itifaki. Labda nikazie tu machache mno, kwa kifupi mno. Taasisi na mwaka mmoja, katibu kaongea, mwenyekiti kaongea, lakini mjumbe Comrade Gerald Gunita pia kaongea. Ndio tumeanza, na wanaume tuna majukumu mengi mno. Mwanzoni ilikuwa haieleweki wakati tunasema kwamba tuwe na chombo hiki. Wengi walichukulia kwamba kwa nini tunaanzisha hivi, labda tumekuwa wadhaifu mno, kwa hiyo tunatafuta kitu cha kuweza kutetea. Lakini la hasha. Issue ni kuangalia mwanamume kama nguzo ya jamii, unatumia nafasi yako vipi kuhakikisha kwamba matatizo yaliyopo yanatatulika. Na tulikazia hapo kwamba hatukuanzisha hii taasisi kwa ajili ya kupambana na wanawake, la hasha. Tumeanzisha taasisi hii ili kukusanya nguvu na kujaribu
kupambana na vitu ambavyo vimekuwa vikisababisha jamii yetu sasa hivi ianze kubadilika.